Yaani unaweza kaona tu kabisa hata afya yake imebadilika, sio kama ilivyokuwa. Aisee, saizi uko poa? Uko vizuri? Aisee, hebu uongee kidogo bwana, anataka kusikilize pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwa jina naitwa Msaloti Elia kutoka kijiji cha Nkarakara, wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida. Ila nilikuwa nipo kikazi kule mkoa wa Tanga kwenye wilaya moja ya Ndeni. Basi nilichukuliwa na ugonjwa wa mapepo, pombe zilinichukua ghafla, kutokujielewa na sikuelewa chochote nilichokuwa nafanya. Hata nikipewa nauli kwamba naenda sehemu fulani siwezi kufika, mpaka nipelekwe. Mjombangu hapa aliwajibika kutoka hapa kuacha kazi, kunifuatilia kule na kunichukua kunileta pale nyumbani. Baada ya kunifikisha pale nyumbani, akaniambia kuna mchungaji mmoja yupo hapa karibu, anaweza akatatue jambo na anaweza akakuponya. Aliweza kunileta hapa kama siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Ila siku zilivyokuwa zinaendelea, nikaona mabadiliko makubwa yanajitokeza katika afya yangu, katika kujielewa na katika jinsi nilivyokuwa nimemuomba. Mungu aliponileta hapa nilikuja, lakini sielewi nilichokuwa nimejia ni nini, lakini nilikuja kutambua pale nilipokuja kuona tofauti. Na sio yeye tu mchungaji alivyoniambia kwamba afya imebadilika. Kiukweli hata kubonyeza simu nilikuwa siwezi. Simu ikiwa nimeshikilia mkononi naona mikono inatetemeka yote na yumba. Chakula nakula lakini nimeishia tonge 4, tonge 5. Kwa hiyo namshukuru Mungu wa madhabahu haya azidi kutenda. Unakula vizuri. Sasa unakula unashiba. Sasa hivi nakula na shiba kabisa. Amen. Nashukuru. Kabisa, makofi mengi. Kwa hiyo mimi nawapa tu taarifa wenzangu, waamini madhabahu haya yanaponya. Amen.